tuweke swala la amani mbele katika nchi yetu, kwa mifano iliyokuwa wazi, wala haina haja ya kuelezwa mtu kwa undani. Kwa mifano iliyokuwa wazi tu, ukigeuza uso kulia kwa nchi za karibuni au tunazojiraniana nazo, ukatazama hata katika vyombo vya habari, vyombo vya kijamii, wewe utaona tu, na hakuna haja hata ya kutazama, ni wewe tu akili inafanya kazi kwamba jambo baya halifai kukubaliwa na kukumbatiwa katika nchi. Halikubaliwi wala kukumbatiwa katika nchi, na maslaha ya watu wengi ndio yenye kutangulizwa. Uharibifu wa nchi hautakiwi. Yule mtu mmoja alikuwa anaitwa Karun, alikuwa katika zama za Nabiiullah Musa alayhi salatu wasalam. Alikuwa na mali nyingi na alikuwa na kila kitu yeye, lakini alikuwa na kiburi na kuleta ufisadi na uharibifu na fujo, kuvunja amani. Hata watu wake waliomzunguka wakamkataza mambo mengi sana, mpaka akamwambia wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, tenda wema wewe. Watu wake wanamwambia tenda wema kama ambavyo Mungu amekutendea wema wewe. Wewe Mungu amekutendea wema, akakupa mali, akakupa hiki, akakupa hiki, lakini bado unaleta uharibifu katika nchi. Tenda wema kama Mungu alivyokutendea wema. Wala tabghi alfasada fil ard, wala usitafute ufisadi, usitafute uharibifu, kuichafua nchi. Inna Allaha la yuhibbu almufsidin, Mwenyezi Mungu hawapendi watu wenye kufanya uharibifu. Anaambiwa na watu wake kwamba aache mambo ya ovyo ovyo. Karun huyo alipokuwa ameendelea, mwisho alikuja kaangamizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu ana wivu. Mtume anasema ana aghyaru minkum, Allahu aghyaru minni, mimi nina wivu zaidi kuliko nyinyi. Hakuna mwenye wivu katika nyinyi kuliko mimi, lakini Mungu ana wivu zaidi. Yani wivu wa Mungu, hataki kuona mtu katika viumbe vyake huyu anadhulumiwa, huyu anafanywa hivi, hataki kuona hivyo. Watu wanaharibu amani, watu wanaharibu nchi. Kuna ibada moja ambayo ni nguzo ya 5 katika Uislamu, inaitwa hija. Waheshimiwa maaskofu, waheshimiwa mgeni rasmi, mnaisikia sana. Ukifika watu wa hija, watu wanakuwa wanahangaika, hata sio kuwa na pesa katika kutafuta namna gani anaweza akaenda hija. Lakini hija ni mpaka mtu aweze kufikia uwezo wa kuweza kwenda hija. Lakini hata akifikia uwezo wa kwenda hija, ana uwezo wa kupata nauli ya kwenda na kurudi, ana uwezo wa kuachia watoto wake, ana uwezo wa kuwa na masrufu au matumizi kule akienda hija, lakini kule anakokwenda kukawa hakuna amani, anaambiwa asende, uwezo hauko tena. Au katikati hapa hapawezi kumfikisha akafika Maka, hakuna amani katikati, anaambiwa huyo hana uwezo wa kwenda hija, ingawa ana uwezo wa nauli, ana uwezo wa chakula, ana uwezo kila kitu. Amani inatangulia kwanza, hilo likamatwe hilo. Lakini jingine kule Maka, kwa wale ambao wamekwenda, wanaambiwa katika jumla ya mambo ambayo anatakiwa mwenye kuhiji afanye ni kutokuharibu nchi, kung'oa miti ovyo, kukata miti ovyo, kuua vichinjwa ovyo, viwinjwa ovyo, kuua vinyama ovyo ovyo na nini. Hatakiwi mwenye kuhiji awe katika hali ya namna ile. Ile yote ni katika kulinda masuala ya amani. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya makamu wa rais, ilikuwa ninakutandikia tu hapa, ilikuwa ninakutandikia ili uje uzungumze na Watanzania wote kwa ujumla katika kongamano hili ambalo watu wa dini tumeliandaa kwa ajili ya kuipenda sana nchi yetu, kwa ajili ya kuihangaikia nchi yetu, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri na ifikie mpaka tarehe ya uchaguzi, watu wende wakapige kura kwa salama na kwa amani, warudi majumbani kwao. Dr. Maasa Ole Gabriel, tafadhali njoo uteme salamu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Mufti wetu wa Tanzania, meza kuu, ndugu zangu wote tuliokusanyika, Biblia inasema hivi katika kitabu cha Efeso sura ya 4 mstari wa 3, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani, na kufungiwa miguu utayari tupatao
kwa injili ya amani. Ndugu zangu, amani ni zaidi ya chakula kizuri chochote kile ambacho mwanadamu ungependa kukipata. Amani ni zaidi ya mavazi yoyote mazuri ambayo mwanadamu ungelipenda kuyapata. Amani ni zaidi ya nyumba nzuri yoyote ile ambayo mwanadamu ungelipenda kuishi hapa duniani. Tunapoelekea kwenye uchaguzi, tungependa kuwaasa wanasiasa wote wahakikishe kwamba katika lolote wanalolizungumza, mwisho wa mazungumzo yake yamwache Mtanzania akiwa na amani yake na utulivu wake ambao umekuwa ni zaidi ya kitu kingine chochote ambacho kinaweza kupatikana. Lakini mwisho, Biblia inasema hivi: Yusufu alifunga safari kutoka Nazareti akaenda mpaka Bethlehem kwenda kujiandikisha kupiga kura. Biblia inatuonyesha uhalali wa kupiga kura. Kumzuia Mtanzania kutimiza hiyo haki yake ya kupiga kura ni kwenda kinyume na Biblia takatifu. Watanzania wote tujitokeze, tutumie haki yetu ya kupiga kura, na baada ya kupiga kura tubaki na amani yetu ambayo hiyo imetufanya tuweze kuwa hivi tulivyo siku ya leo. Asante sana. Leo tumekutana kwa ajili ya maslahi ya Watanzania. Sote ni abiria tunaoishi ndani ya jahazi linaloitwa MV Tanzania. Ndani ya jahazi hilo kuna wema na waovu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia, khudhu ala aidi sufahaikum, shikeni na kamateni mikono ya wapumbavu wenu. Wapumbavu anawakusudia akina wazo baya ya kutaka kulitoboa jahazi la MV Tanzania kwa kisingizio cha kuwa maji na vyakula vinapatikana gorofa ya kwanza, wao wanaishi gorofa ya chini, ground floor, hivyo wanaona tabu mara kwa mara kwenda juu kuwagongea hodi wenzao kuomba maji. Eti wakaja na idea mbovu kweli kweli, fikra mbovu kweli kweli ya kutaka kutoboa jahazi wajipatie maji ndani ya bahari kuu ya Hindi kwa kisingizio watapata maji on time na hawatojikomba komba kwa wenzao. Mtume Muhammad kasema, wakiwaacha wakatoboa jahazi hilo, imekula kwao wote na wameangamia wote, na wakiwazuia wasitoboe jahazi hilo, watakuwa wamepona wote. Mwisho, abiria yoyote anayeishi ndani ya jahazi la MV Tanzania akafikiria kutoboa jahazi hilo, huyo ni mpumbavu. Mheshimiwa mgeni rasmi, niwe radhi, katika Uislamu upumbavu sio tusi, upumbavu ni sifa. Kwa kumalizia, wenye akili wote watalichunga na kulihendo jahazi la MV Tanzania lenye abiria zaidi ya milioni 62 litembee salama, litue salama, liende salama. Wasiokuwa na akili ndio wanaofikiria kutoboa jahazi letu hilo. Sisi hatuko tayari wachache kutaka kutoboa jahazi letu, kwa sababu sisi tuna akili kuliko wao. Wakitoboa imekula kwetu sote. Kwa kumalizia, Mheshimiwa mgeni rasmi, siku hizi ukisimama kulitetea taifa lako unaambiwa
Chawa umepewa bahasha. Na mimi nauliza, nyinyi mliosimama mstari wa mbele kutaka kutoboa jahazi la MV Tanzania, kutaka kutoboa taifa hili la Tanzania, mnapewa bahasha na nani? Naomba kuwasilisha. Alhadi Musa Salum, mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano Tanzania, aje atoe neno la salamu. Kwa niaba ya Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, tunaungana kabisa na viongozi wenzetu wa dini katika jambo hili kubwa kuelekea uchaguzi mkuu. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii ndiyo Tanzania ninayoijua mimi, ambayo mashekhi na maaskofu, wachungaji na maimamu wamekaa pamoja wakizungumzia amani ya nchi yao ya Tanzania. Niwaombe sana katika wakati huu ambapo tunaelekea katika uchaguzi mkuu, tuendelee kusema vizuri na vijana wetu, jenzi wetu wa Kitanzania, ambao naamini ni wasikivu sana, wanakubali nasaha na wanakubali maneno mazuri. Tuendelee kuwanasihi juu ya thamani ya nchi yao, kwamba hawana mahala pengine zaidi ya Tanzania. Tuwasihi vijana wetu kwamba kuiharibu nchi kisha kufikiria tena kuitengeneza ni ndoto za alinacha, ghairi maakul, ni jambo ambalo haliingie akilini. Tunajua vijana wana changamoto nyingi, lakini changamoto hazitatuliki kwa uharibifu. Changamoto zinatatulika kwa taratibu. Tusidanganywe, tusikubali nasaha za watu ambao hawaitakii mema nchi yetu ya Tanzania. Sisi viongozi wa dini tumekutana hapa leo, wa dini zote kuu nchini Tanzania, tukifuata mafundisho ya Masihi Jesus alayhi salatu wasalam, kama alivyosema katika Waebrania 12 mstari wa 14. Yesu anasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Piga mstari katika neno bidii, sio kutafuta tu amani, la, tena kwa bidii. Mkristo anatakiwa atafute kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na wala si kuvuruga amani kwa watu wote. Na ndivyo anavyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, almuslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadi. Muislamu safi ni yule ambaye wamesalimika waislamu wote, wamesalimika watu wote kutokana na uadui wa mkono wake na ulimi wake. Kwa hiyo sisi tunafuata mafundisho ya Masihi, sisi tunafuata mafundisho ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kama ni kutumwa, kama ni uchawa, sisi ni machawa wa Yesu, ni machawa wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Askofu Paul Bendera kutoka Kanisa la Ufunuo Tanzania. Salamu yangu inatoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 7. Maandiko yameandikwa hivi: ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni mlango mtafunguliwa. Katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi, ningewaasa na kuwaomba Watanzania wote, vijana, wazee wenzangu, serikali yetu tunapaswa kuiomba na sio kuiforce. Haya ni maneno Yesu alisema, ombeni. Hatupaswi kuwaforce watu wenye mamlaka ili tuonyeshe unyenyekevu na utii. Ndio maana Yesu akasema ombeni.
Hili ni jambo langu la kwanza. Ningependa kuwashauri vijana, wazee, wababa na watu wote, kati ya kitu cha msingi kukilinda ni amani. Kati ya kitu cha msingi kukitunza ni amani. Wenzetu wakimaliza siasa wanarudi kushikana mkono hata kama wakikwazana, lakini waliovunjika miguu na kufa hawawezi kuinuka kushikana mikono. Mfano ni Kenya kwa mzee wetu Raila Odinga na mzee wetu Uhuru Kenyatta. Walipomaliza ile siasa yao, mwisho kabisa walishikana mkono, lakini waliokufa hawakufufuka. Waliovunjika miguu hawakuinuka kushikana mkono. Kwa hili ni ombi langu la kwanza. Jambo la pili ambalo ndio la mwisho, viongozi wote watakaopata hii nafasi ya fursa kuliongoza taifa letu wasilipe visasi kwa watu waliokuwa wanawachallenge. Watengeneze structure ya kuhakikisha makundi yote yaliyokuwa yanapishana yameunganishwa, yamekuwa kundi moja na taifa libaki kuwa taifa la Tanzania. Asanteni sana.